Msikilizaji, ni mwendelezo wa simulizi ya Haji, na katika sehemu hii ya 3 tunakwenda kufahamu jibu ambalo Princess alijibu mara baada ya Haji kumuulizia kwamba vipi kuhusu kuvalishwa pete. Kumbuka ninayekusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas, mtayarishaji biba mara moja, na msikilizaji niwe hapo utaniambia kwenye comment. Sasa Princess alicheka akasema, lile ni tangazo bwana. Nilipata tangazo tukashuti, wala tasoma na mume wangu. Msikilizaji, roho na moyo vikapoa, isemana da. Akanambia, nimesikia raha ile siku umeniuliza hilo swala. Nikahisi kumbe na mimi hata unanifikiria. Baada ya Princess kusema vile, nilicheka sana. Nikasema, kwa nini sasa yani unanikazia, yani ukaona unanisumbua? Princess akasema, amna Haji, mimi nitaka tu niwe na maisha yangu japo nakupenda. Nikasema, usinifanyie hivyo bwana. Mimi nakupenda kinoma noma. Akasema, sawa, ila mimi sijamshinda Fatuma, si ndio? Nikasema, kila mtu ana nafasi yake kwangu. Wewe una nafasi yako na yeye ana nafasi yake. So usijilinganishe. Sio sawa mpenzi, unaelewa? Princess akanambia sawa. Basi akanambia, mimi nataka unipende Haji, nipe muda wako tu hata kidogo baba. Mimi sitakusumbua kabisa kwa mke wako, na ninavyokupenda mimi nishakubali hata kwa mchepuko. Kamjibu sawa. Basi tukaongea mengi mno. Tukaongea mengi sana na mchumba mpaka usiku, yani ulipofika mimi ndo nikarudi kwangu. Na Fatuma akanikaribisha vizuri tu, akihisi nimetoka kweli kwenye testi, kumbe nimetoka kuchiti. Acheni kabisa nyie. Basi bwana, kuanzia hapo mimi na Princess tukarudisha penzi tena. Sema nilikuwa makini sana. Na sio mimi tu, hata Princess alikuwa makini sana. Yani hakuna mtu wa kunitumia SMS. Yani hatakuwa ni ile watu kutumiana sana SMS. Sana labda akijua nipo chuo. Na mara nyingi ni ananipigia. Na tukimisiana ni boy ni kwa Lemi au kwake. Kwa tunafanya huko yetu Sasa dem ni ananielewa balaa, yani ananielewa balaa. Sikio bwana akanambia, nataka nikushauri kitu. Nikasema ndio. Akanambia, unaonaje ukafungua stationery, maana unajua ushaoa na una mtoto, na mtoto tayari ndio hivyo anataka kuja. Kwa hiyo kwa ufupi ni kama una mtoto tu. Kwa hiyo mtoto anaweza kaja kuongeza familia, lazima utafute kitu cha ziada kitakachokupatia pesa. Nikasema ni wazo zuri, ila si unielewa, sina pesa mama. Princess akanambia, mimi nitakuazima pesa. Nitakuazima shilingi milioni 10 uanze nayo. Ununue mashine zote na ukalipia frame. Utalipia frame hapa maeneo ya chuo, utapata wateja wengi. Ila ukianza kupata faida utanilipa. Msikilizaji, niliona huyu manzi, asio manzi ana roho nzuri sana. Eti anamfikiria mke mwenzake. Imekaaje hiyo? Imekaa uroda Yaani anamfikiria mke mwenzie, kumuonea huruma. Nikasema poa, hakuna noma, mimi nitashukuru mno. Kweli mchumba kanipa 10 million. Nikatafuta frame maeneo ya chuo nikapata. Nikalipia na nikanunua vifaa vyote vya stationery. Nikamweka mtu au ananishikia muda ambao mimi nakuwa class. Na nikiwa free nakuwa nakaa mimi mwenyewe. I say, nilikuwa napiga kazi mno kwa siku, faida 35, 40 mpaka 50 ni kawaida tu. Si nilikuwa najulikana chuo. Nilikuwa najulikana chuo na soma nao. Na ambao nilikuwa nasoma nao wote wakawa wanakuja stationery kwangu. Hapo Fatuma nilimwambia kuwa nina stationery. Ila msingi kaniazima Lemi. Na Lemi mchongo wote anaujua. So akampanga tu mke wangu. Si unajua tena shemeji. Na mke wangu maskini akaamini. Nilimshukuru sana Princess kwa hilo wazo. Maana of course maisha yamekuwa fresh, hela vidogo vidogo nini napata tu. Na baada ya mwezi nikanunua kitanda sasa. Ikawa mimi na mke wangu hatulali kwenye godoro. Hapo kupenzi linaendelea kwa mke wangu na penzi linaendelea kwa Princess. Sasa na Princess bwana, unajua ikawa sasa nini kama watu wengi pale chuoni wakawa wanajua. Sasa maana si unajua penzi kama kikozi lazima utakoa tu. Ni kama chafya.
ukibana utaharisha. Kwa kuna muda tunaondoka wote, watu wanatuona. Kuna muda tunaenda cafe kula, wote wanatuona. Ila hata mimi sasa nilikuwa namuelewa kweli kweli. Maana Princess alikuwa ananisaidia mambo mengi. Alafu sio pesa tu. Huyu demo ana capacity kubwa sana maisha. Yaani huwa ananishauri mambo mengi sana. Kwa hiyo nikana mkubali kinoma noma. Na vile sasa hata msumbui mke wangu, nikaona hisi ndo raha. Alikuwa ananishauri vitu vingi, hata pale ofisini kanisaidia mno. Siku sasa mimi nimetoka zangu chuo, nikapita stationari kwangu bwana, nikapiga sana kazi za watu. Nipiga kazi za watu pale mpaka saa 3 hivi. Princess naye akaja akaniambia, una kazi ipi na ipi nikusaidie baby? Sasa aliniambia hivyo kwa sababu yana alipendekeza kwamba kabla hajaenda nyumbani anisaidie kazi ambazo zipo ambazo anaweza kanisaidia. Basi nikamwambia kwamba wewe pumzika tu, mimi nitamalizia. Kanambia, mimi ngoja nikusaidie sawai nyumbani bwana, ndio maana mimi niko hapa. Wewe umemwacha mama K kule. Basi nikanacheka tu. Na kweli tukawa tupo pale tunaendelea na kazi za watu nini. Sasa si unajua mkikaa wapenzi mara nimeshika nyashi, mara siji nimeshamshika, yani hivyo maana nimeshamshika maembe, yani utani wa hapa na pale nini, huko kazi zinafanyaje zinaendelea. I say si akaingia mke wangu huo muda, afisa huo muda ulikuwa ni saa 4, akaingia mke wangu. Na hajawahi hata siku na moja kuja chuoni kwetu au kazini ninapofanya kazi. Hajawahi. I say mimi nilistuka mno. Nilistuka kweli kweli. Na hapo sasa sio kwamba eti ametukuta tukiwa mbalimbali. Nilikuwa nimemshika Princess kiuno. Haraka nikamwachia. Nyie. Feti aliangalia kwa hasira mno. Alikuwa kafura mno. Sasa Princess na yeye akamwangalia Fatuma. Ila kwa jinsi alivyoona reaction yangu baada ya kumuona, na yeye akajiongeza akajua huyu ni mkewe. Nikaona naye Princess kaanza kuogopa. Yaani sijui tu ilikuwaje, Fatuma akamrukia bwana Princess. Nyie. Fatuma hapo nakumbuka bana ana mimba miezi 6 aise. Yaani ile kumrukia tu akamchenia blouse yake yote, Princess akabaki na sidiria tu. Sasa Princess hapo sasa hakurusha hata mkono. Yaani naona alikuwa anamuonea huruma Fatuma. Sio Fatuma ni mjamzito. Ila mke wangu akaanzisha ngumi pale bwana. Yaani ninavyokusimbia hapa sasa hivi msikilizaji, mimi sisahau ile siku. Mimi haraka nilimshika mke wangu. Baada ya kuona sasa anampiga sana Princess, nikaambia kwamba Fatuma, naomba tulie. Naomba tulie basi, naomba tulie. Fatuma akasema nitulie nini? Unadhani mimi sisikia habari zako kwa wanafunzi wenzako kuwa una mwanamke hapa chuoni? Unadhani mimi sisikie? Si ndio huyo malaya wako ambao unafanya naye kazi? Kumbe mpo kushikana tu makalio, si ndio? Sasa hapo Princess sasa huku yaani upande huko wajua, unajua amechaniwa nguo. Yupo kimya. Sasa mimi hapo nikambana mke wangu, kisha nikavua t-shirt langu nikamrushia nikaambia vaa, ondoka hapa. Kweli akavaa kama mpole. Fatuma akatoka. Mke wangu akaanza kumtukana matusi makubwa sana. I say usiku ndo nilijua Fatuma akichukia na kwaje. Unajua muda wote amekuwa na mimi kuzingwana tujawahi, na anakuwa mpole. Afu najua tena mkiwa mbalimbali hivi kukosana ni. Oya, siku nilijua Fatuma akichukia na kwaje. Hapo mimi nimemshika. Alimtukana matusi hayo. Mpumbavu wewe. Unajidanganya na makali wako, kama ungekuwa mtamu sangekuoa wewe. Sasa nitakukomesha malaya wewe. Ila Princess maskini hakujibu. Akaondoka zake. Naona naye alikuwa akimstai tu kwa ajili ya mimba. Maana Princess alikuwa amevimba. Anamuona jinsi anavyojizuia hasira yake tu. Basi Princess akaondoka, nikabaki na kisanga changu. Afu sasa mimi ninachoshukuru ile siku bwana ilikuwa ni usiku, so hakukuwa na watu wengi. Ingekuwa mchana, bwana ningekuwa nimeshadhalilika mimi. Basi Fatuma akaniambia, kumbe ndio ambao unafanyaga haya. Unadhani mimi nilikuwa sina habari zako? Unadhani sijui? Najua sana tu aje. Nilikuwa naelewa sana kwamba hapa chuo na mwanamke mjinga wewe. Mimi nipo nyumbani, nahangaika na mipango, kumbe upo hapo unafanya uni wako. Nilikuwa nasikia habari zako sana aje. Lakini nilikuwa siamini. Sasa msikilizaji,
Yaani sijui ni mjinga gani tu ambaye alinichoma kwa mke wangu. Sijui ni nani aise. Nikamwambia Praise, mke wangu, naomba tukaongee nyumbani. Naomba sana tukaongee nyumbani. Usinaibishe hapa mmeo. Fatuma akaniambia nyumbani narudi, ila ukifika huo umeshaandika talaka yangu mjinga wewe. Unanidharau kisa mimi sijasoma Unanidharau kisa mimi sijasoma, si ndio? Unachukua wasomi wenzako Hapo utanipatia talaka yangu. Ubaki na hilo lishangingi lako. Nikaona hapa kimeshanuka kudadadeki. Na kweli Fatuma akaondoka kwa hasira sana. Muda huo ni saa 5 kasoro. Mimi nikafunga stationery yangu, nikampigia Lemi. Nikamwambia mwanangu, kimenuka nimesharibu. Lemi akaniambia kwamba imekuaje? Nikasema nijao kinoma mwanangu. Fatuma kaja ofisini, kanikuta na Princess kwenye mapozi ya mahaba sana. Lemi akaniambia, kamkatae tu mwanangu. Wewe mwambie tu mjui huyo Princess. Kasema poa, ngoja nirudi nyumbani. Asa nikampigia simu Princess, naye akapokea, akaanalia. Princess akaniambia kwamba vipi umemalizana na mkeo? Nikasema no. Bado, kafanya fujo, karudi nyumbani, wewe tulia tu, sawa Princess akaniambia sawa pole. Nikasema sawa. Nilimwambia kwamba ile usinicheki mpaka nitakapokutafuta, sawa? Akanijibu sawa. Msikilizaji, ilinibidi kwanza nifute hadi namba zake kwanza, maana nijua hapa nikirudi nyumbani kinaweza kaenda kuwaka kudadadeki. Basi nikaanza kurudi nyumbani. Yaani hata sijafika naona simu ya mama. Huo muda ni saa 6 kasoro usiku. Tena ilikuwa inaelekea saa 6 hiyo usiku. Nikaona kumekucha. Sikupokea ile simu. Mara naona simu ya dada. Sikupokea pia. Sasa napokea naongea nini? Dada akanitumia SMS. Akaniambia kwamba wewe unajitia uchizi, si ndio? Unajifanya malaya sana, si ndio Sasa ngoja. Na nilipotuma ujumbe nikajua tayari Fatuma kashawasha moto nyumbani. Basi mimi nikarudi mpaka kwangu bwana. Ile nimeingia tu Fatuma kandaka anataka kupigana na mimi. Mimi hata sikupigana naye. Nikatulia tu, akaanza kunipiga akanipiga mangumi kweli. Mimi tuli. Sasa nafanya nini? Na nimezingua kweli na of course ninakosa. Nimefumaniwa. Alipotosheka kunipiga akakaa kitandani akaanza kulia. Paka majirani zangu wa vyumba vya pembeni wakaja kunigongea, wakaniuliza vipi mshikaji? Mimi nikamwambia hakuna kitu, nimezingwana naye tu, so analia na hasira tu. Kanambia poa. Basi wakarudi vyumbani kwao. Nikamsogelea nikamwambia mke wangu kwamba nisamehe nimekosea. Mke wangu akanijibu ya kwamba kwa nini unanichiti? Niambia tu. Kwa sababu yule ana pesa sana, si ndio? Nafahamu habari zake zote Haji. Ama mimi sikuridhishi Haji? Niambie, labda unafanya tu na mimi, lakini ni kama hauenjoy. Naomba niambie, sikuridhishi? Mimi sio mtamu, ama wewe niambie tu sikutoshi ama? Nikamwambia no, wala sio kweli mke wangu. Ni tamaa tu. Mke wangu kaniambia kwamba tamaa. Tamaa, si ndio? Samista iko leo, naomba nipatie talaka yangu. Ubaki naye. Nataka kupatia nafasi niwaachie tu. Mbaki kwa uhuru. Msikizaji, waya sio kweli. Nilimpigia magoti mke wangu nikamwambia nimekosea mke wangu, sirudi. Na kuomba unyamaze basi. Sio na hali yako mke wangu, naomba nielewe. Mke wangu kaniambia kwamba ile ofisi yeye ndio kakupa pesa, si ndio? Nikasema hapana, ni Lemi mke wangu, sio yeye. Msikilizaji, siku mimi nilipata kibarua usiku mzima, yani mke wangu alikuwa analia tu. Mama ananipigia naye, mimi sikutaka hata kupokea. Dada naye anatuma SMS, ananivuruga tu. Basi nilipiga magoti usiku wote nikimbembeleza mke wangu anisamee kwanza. Hakunisamee kabisa. Hakunisamee. Akajinunisha zake pale, akavuta shuka, akageukia upande wake akalala. Niliumia sana kumuumiza mke wangu. Alafu mke wangu ni mjamzito na yupo sawa kabisa. Na mimi ndo nazidi kuharibu yani. Sikuinuka pale, nilala pale. Nikijutia sana kumuumiza mke wangu. Asubuhi hata chuo mimi sikwenda.
Tumeamka tena na kilio, analia tu. Hataki hata kunielewa wala kunisikiliza. Niliongea naye sana. Ase mpaka nikachoka, nikabaki na mwangalia tu. Mama akanipigia sasa, kabidi nipokee. Sijui bora ningepokea jana. Yaani sijui bora ningepokea jana usiku. Mama alinitukana. Hainiambia, kwa hiyo wewe hicho kifimbo chako kukituliza ndo huwezi, si ndio? Hauwezi kukituliza wewe? Ulimchukua mtoto wa watu uje kumtesa? Nakuuliza wewe, mkeo ana mimba ya miezi 6, unamfanyia upumbavu, unataka kumuua? Nakuuliza, unataka kumuua? Mimi hata sikuwa na la kusema zaidi ya samahani mama, nimekosea. Mama kwa amekasirika. Kwanza kutamka maneno, wewe hicho kifimbo chako kukituliza uwezi. Mama akaniambia kwamba sasa sikia, sitaki kumsikia wewe mwanamke unayetembea naye. Unanielewa Haji? Nikasema ndio mama. Akaniambia, na ukirudiana naye mimi sio mama yako. Yaani ukimulala tena huyo mwanamke, basi nimekupa laana mchinga wewe. Hutakaa ukafanikiwa kamwe. Mama aliongea maneno makali mno. Maneno aliyoniumiza sana. Zingatieni kauli. Zingatia msikilizaji, uenda unaosha vyombo umejichanganya limekupita neno. Mama amesema ya kwamba nikimlala tena Princess, basi amenipa laana na sitofanikiwa kamwe. Machaji na manyonyo, nilinyamaza. Nikasema basi mama, nimekuelewa. Basi baada ya kusema sana na mama, akanipigia dada. Ni alinifokea. Alinisema mno. Dada akasema, kwani hivi Fatuma amekosa nini ambacho huyo mwanamke anacho? Nikasema hamna dada. Dada akasema, wewe si ndio ulituletea huyo Fatuma mwenyewe? Si ndio ulimleta hapa nyumbani mwenyewe, na au tulikulazimisha labda? Si ulimpenda mwenyewe ukamleta tukamkubali? Saizi umeona nini? Sasa dada ni aliongea. Msikilizaji, nilisemwa na dada yangu, alinitukana. Mimi nisema tu dada, ni kweli nimezingua, naombeni mnisamehe. Dada akasema, nitakusamehe nikisikia umeachana na huyo mwanamke. Nikasema dada, mimi nishaachana naye tayari mbona? Dada akasema kwamba nikusikie Haji nikusikie. Achana naye kabisa. Nikasema sawa dada. Basi baada ya kumaliza kuongea na dada, nikaenda sokoni. Nikaenda kumnunulia mke wangu chakula, ila aligoma atakula. Yeye analia tu. Unajua sasa mpaka na mimi sasa nikaanza kulia, maana mke wangu hataki kunielewa tena. Na msamaha nishaomba sana. Nikaanza kumpigia sasa dada kumwambia hali ya mke wangu. Basi dada akaniambia sawa, mpatie simu niongee naye. Nikampa simu, ndo akaanza kuongea naye. Kamwambia tu hali kutokana na hali yake sio sawa nini, sawa hataki kulia. Dada mpaka akaanza kuniombea na msamaha nini, ila mke wangu hata kuongea hataki. Nikajua nimemuumiza mke wangu mpaka nikajutia sana. Yaani of course nijutia sasa kumfahamu huyo Princess. Nijutia mno. Yaani nikaona jao tupo. Maana nampenda sana mke wangu. Licha kwamba hampati Princess kwa chochote, ila mimi ndo nampenda huyo mwanamke. Nampenda sana. No. Huu gomvi ulunguruma karibia wiki nzima. Alafu sasa mdao mimi siendi chuo. Na hata ofisini mimi sikufika. Alikuwa anafungua mfanyakazi wangu ninayemlipa. Mimi kwa nabembeleza ndoa. Wewe. Watu wanaipambania ndoa. Kuipata sio rahisi. Nianza kupambania ndoa, kuibembeleza ndoa. Fatuma alinunia. Fatuma ni ana hasira huyu mwanamke. Sasa ndugu yangu, mpaka mdao mimi ndo nikaa napika. Kula penyewe wanakula kwani kwa kumlazimisha. Nakwambia ni ananuna, haongei. Yaani bora hata basi angenichamba, alafu kesi hata ingeisha. Bora hata ingekuwa kama akina mama. Kwa sababu mama unajua amechamba, ametukana mama, lakini kesi imeisha. Bora hata ingekuwa kama akina mama. Hakuna. Yeye ni kimya. Hacheki na mjinga yote. Basi siku hiyo sasa Lemi ndo akaja nyumbani kuniombea msamaha. Lemi akaambia shemeji, mimi sikufichi bwana, huyu jamaa anakupenda sana. Anakupenda mno. Mimi ndo naelewa. Yule Princess alikuwa na force tu mapenzi kwa jamaa. Yule jamaa ampendi kabisa. Lemi akiongea hivyo msikilizaji, hapo na mimi sasa nakazia, ni kweli mke wangu, yani mimi simpendi kabisa yule demu.
Na Lemi sasa alivyomwongeaje, alimpanga kinoma noma mke wangu. Maneno ya uongo na kweli ili tu mke wangu afungue moyo. Mke wangu akasema kama kweli humtaki mpigie simu mbele yangu, umkatae. Nikasema hilo tu mama, ni swala dogo. Nikavuta simu, nikampigia. Afu mimi nilimsave hivyo hivyo Princess. Na alipokea simu nikaweka loudspeaker. Alipopokea tu akasema, "Hello Haji, mmeshaelewana na mke wako?" Nikasema, "Sikia Princess. Kwanza leo mimi na wewe basi. Yaani mimi na wewe tumefikia mwisho, tumeachana." Akanambia, "Sawa, kama unaona hiyo ndio njia sahihi ya kutunza ndoa yako, sawa, hakuna shida. Mimi nimekubali na nitaheshimu hilo." Nikasema sawa. Mke wangu akapora simu, akasema, "Yaani wewe mwanamke, wewe malaya wewe. Naomba nikwambie kwamba kaa mbali na mwanaume wangu. Umesikia Tumetoka naye, yani nimetoka naye mbali sana mwanaume. Tumeanzia mbali sana. Hujui nimetoka wapi na huyu mwanaume. Unaelewa wewe? Naomba ukae mbali na mwanaume wangu. Nitakuja kukufanya kitu kibaya sana." Princess hakujibu wala nini, bali akakata ile simu. Wewe mdada unayenisikiliza, Linda, pambania penzi. Mwambie mtu kwamba asijichanganya akamchukua mwanaume wako. Asijichanganya akamchukua mwanaume wako, utamfanya chochote ile mbaya. Mtambie. Uona kaka hapa ni wewe. Watu wanavishawishi huku bana. Basi baada ya Princess ukata simu, kamsogelea mke wangu nikamwambia, "Sio muona kipenzi changu. Wewe niamini tu bwana. Afu kuwa muelewa. Mimi nimekosea. Ila sasa hivi sitaki tena kuwa na huyo mwanamke na simtaki. Naomba nisamehe mke wangu." Mke wangu aliniangalia sana, akaniambia sawa. Hapo sasa na Lemi akagongea. Lemi akasema kwamba Ashemu, msamehe mshikaji, utamuua. Si unamwona siku mbili tu kakonda Atafeli bwana chuo, msamehe. Basi mke wangu ndo akatulia. Lemi akampigisha story pale mpaka mke wangu sasa akawa anacheka. Lemi ni mcheshi mno. Hata kama una hasira kiasi gani, lazima ucheke tu. Alafu kwanza kumnunia Lemi ni kazi ngumu sana. Huwezi kumnunia Lemi. Huwezi. Nikaona afadhali. Basi siku mke wangu ndo akapika sasa mwenyewe na tukala kwa pamoja. Na alikula sana mke wangu. Nikaona leo kitu kimemtoka moyoni. Maana alikuwa apiki ni kulia tu. So baada ya chakula, Lemi akaaga, nikabaki na mke wangu. Nikaanza sasa kujiongelesha pale nini. Unajua ila ukikosea bana unakuwa boya vibaya mno. Yaani kuna vitu vingine unajiongelesha ambavyo havistahili, utacheka ambapo hapastahili. Yaani hivyo yani. And of course naona alikuwa ananijibu vizuri. Maana anajiongelesha hiki, maana anajiongelesha kile. Yaani ili mradi tu nimpime hajakasirika kweli. Ila wala hakuwa kakasirika kabisa. Basi usiku nikaomba game kwa mke wangu. Na wala hatakuwa na shida, akanipa. Hapo ndo nikaona hapa nimesamehewa. Nikapata amani kidogo. Baada ya tendo tukaenda kuoga, tukaja kupumzika. Bado mimi sikutaka kwenda chuo. Nilihisi bado mke wangu ananihitaji zaidi. Nikakaa naye nyumbani tena wiki moja. Muda wote tu hapo ananisii kuwa akigundua nimerudiana na yule mwanamke kiaina yoyote ile basi atadai talaka. Nikasema basi nimekuelewa na sitarudia. Basi amani ikarudi na nikanajibebisha sana kwa mke wangu. Basi wiki ya 3 ndo mwanaume naingia chuoni. Yaani nimefika tu ile nikafanya vipindi afu jioni kabisa Lemi akaomba kuongea na mimi. Tukaenda bwenini kwake. Akaniambia, "Mwanangu, kwanza pole kwa ajali kazini." Nikasema, "Usijali mwanangu, nishapoa tu wala hakuna shida." Lemi akaniambia, "Unajua mwanangu, ile siku umemkataa Princess. Hivi mwanangu, ilikuwa ni serious au ilikuwa ni kumzuga tu mwanamke wako?" Nikamwambia Lemi, "Ni serious, simtaki kweli." Kwa sababu mama kaniambia maneno magumu sana juu yake. Sihitaji kuwa na mchepuko. Mke wangu ananitosha sana. Na ananitosha mno na nampenda sana, kwa sihitaji kumuumiza tena. Sitaki kabisa kumuumiza kwa vitu ambavyo havina maana yoyote. Lemi akaniangalia. Akasema, "Kumekucha. Hivi unajua na Princess anakupenda mno kwa hiyo jua kabisa hilo Haji. Na Princess bwana akanipigia simu juzi, analia sana, ananiambia anakupenda sana, hawezi kuachana na wewe." Nikamwambia Lemi ya kwamba wala tusijali, ataweza tu. Mimi hapa simuhitaji kikweli kweli. Lemi mwenyewe alichoka. Sasa mimi nikasepa zangu kwangu mapema sana, hata ofisini mimi sikupita, nikarudi kwa mke wangu.
Basi nikiona mke wangu anacheka na furahi kweli kweli. Namwambia nakupenda sana mke wangu. Yaani kana namwambia tu hivyo muda wote, nakupenda mke wangu, I love you mke wangu. Mara nampakata, nachezea tumbo lake, mara nalibusu, yaani raha tu. Basi bwana, zikapita siku 3 hivi. Muda naenda chuo. Na Princess alikuwa anakuja chuo, ila namkwepa sana. Sikuwa nataka kuonana naye kabisa. Sasa siku hiyo bwana, ile natoka tu class, namkuta nje ananisubiri. Nikasema, leo mimi na mchana bwana. Basi nikamsogelea, nikamsalimia. Akaniambia tunaweza kuongea, nikasema sawa. Basi tukasogea kwa pembeni, kulikuwa kuna kibweta, ndo tukakaa pale. Princess akaniangalia sana, kisha akaniambia kwamba ile maneno ile siku umenipigia ukiwa na mkeo, ulikuwa unayamaanisha kwamba unitaki tena ama? Nikasema ya, sikutaki tena. Na nipo serious Princess. Princess akaniangalia huku machozi yanamtoka. Akaniambia lakini mimi nakupenda sana na siwezi kukuacha, utanitesa tu aje. Please. Utakuwa makini safari. Kasema hakuna haja ya kuwa makini Princess. Mimi sikutaki, full stop. Kama unataka pesa yako ya stationery, mimi nitauza kila kitu na nitakupatia pesa yako. Princess akaniambia hapana, usiuze, wewe endelea tu na kazi. Kisha kainuka huko analia. Akaondoka zake. Sawa, nampenda yani, ila mke wangu nampenda zaidi. Na vile mama kashatoa maneno makali juu yake, wewe mimi sikutaka tena kuendelea naye. Ude mimi na yeye ndo tukaachana hivyo. Nilimwambia ukweli, sikutaka kuwa na michepuko tena. Mke wangu kwanza ananitosha sana, yani ana fit kwa kila kitu. So sikuona faida ya kuwa na michepuko kwa kweli, na nikatulia na mke wangu. Basi nikaendelea kupiga kitabu, nikaanza kusikia kwamba Princess kuna kijana wa mwaka wa 3 anatoka naye, anaitwa Michael. Na kweli alikuwa na date naye. Kuna baadhi ya siku nilikuwa naona kabisa wapo wote. Na kuna muda wanatembea wote. Mimi safari mimi wala hata sikuumia. Sikuwafuatilia kabisa. Kwanza nikaona ni ndio vyema aka move on. Yapo demo mkali kinoma noma. Ila niliamua kuridhika tu. Basi mimi nikawa nipo busy tu na mwanamke wangu, na nikawa namhakikishia kabisa kuwa nimetulia mpaka ikakata miezi 2. Hapo mke wangu sasa alikuwa amefikisha mimba yake, ilikuwa na miezi 8. Sikio sasa nipo zangu class bwana, Lemi akanipigia simu akaniambia uko wapi? Kasema mjinga, nipo class bwana, wewe unakimbia vipindi, shauri lako. Lemi akaniambia njoo kaka, kuna special case hapa. Nikasema nije wapi tena ndugu yangu, mbona unanichanganya? Lemi akasema njoo room kwangu mwanangu, haraka sana. Nikasema sawa, ngoja mwalimu akitoka bus class. Lemi akaniambia sawa, kuna noma. Kweli mimi nikapiga sana pindi. Baada ya kumaliza kipindi, sasa mimi ndo nikaelekea room kwa nani? Kwa Lemi. Ile naingia tu namkuta Princess. Nikamwangalia sana Lemi. Nikasema Lemi, huu toto bado unao tu? Nini sasa hii mwanangu? Lemi akaniambia sikia, hebu naomba msikize basi Princess. Nikasema Lemi, huu ni upumbavu ese. Mimi nimeshasema simtaki mwanamke Lemi. Wewe mwenyewe unaelewa mpaka Fatuma ni kanisamee tumetumia nguvu gani ese? Unajua sana Lemi. Au unataka nikavunje ndoa yangu Lemi? Lemi akaniambia sio mapenzi. Princess hajaja hapa kukutaka wewe kimapenzi. Sijui unaelewa? Kwani unajua kuwa Princess ana date na Michael, yule jamaa mwaka wa 3? Sasa hebu naomba tulie basi umsikilize basi mwanangu. Basi hapo ndo nikapoa. Muda wote Princess amekaa kimya na anaangalia tu. Basi Lemi akaniambia mimi nawaacha, kisha akasepa. Nikamuuliza leo kuna nini tena, maana kila siku ni mpya tu. Princess hakuongea. Akanipa karatasi. Nikalipokea. Na angalia ni majibu ya daktari, kaandikiwa ana mimba miezi 3. Nistuka nikihisi kabisa hapa naambiwa yani mimi ndio mhusika huo mzigo. Nikasema una mimba miezi 3? Akaniambia ndio. Nikasema sawa. Sasa kwa nini niita mimi hapa? Princess akaniambia sababu wewe ndio msababishi wa hii mimba. Nikasema hebu acha kunitania basi. Kuna Michael. Ina maana Michael hakupelekea moto vizuri wewe? Hapa inaonekana wewe una mtu mwingine. Na huyo mtu mwingine ndio mwenye mimba yako. Princess akaniangalia sana. Princess akasema kwamba mimi najielewa sana. Na mimi ni mtu mzima. Umesikia? Najua nani kanipa mimba. Na ndio maana nimekufuata wewe. Na sio yeye. Mimi na Michael tuna mwezi tu.
Hii mimba ina miezi 3. Na ndo nimejigundua. Unahisi ni nani kama sio yako? Kwa hiyo mimi nipo hapa kusikiliza na tushauriane nini tunafanya juu ya hii mimba. Na sio waanze kujikatalisha hapa mimba. Nikasema okay. Sitaki kuzaa na wewe, nataka tutoe hiyo mimba. Princess akaniambia kwamba sawa, nipe pesa kutolea, ni 500,000. Nikamwambia okay, nipatie siku 3 nakupa ukatoe. Akaniambia sawa na siku njema. Akavuta pochi yake akaondoka. I say kichwa kiliwaka kinoma noma. Masuala ya udem kuwa na mimba mimi alinivuruga sana tu, yani sana. Alafu sasa tena ananiambia tena mimba yangu. Kule mke wangu ana mzigo hajautua. Alafu na huku kuna mzigo mwingine unasoma. Wewe hapana. Sikutaka kuzaa naye. Nitaka kuzaa na mke wangu. Na swala la kuzaa naye huyu akilijua mke wangu, wallahi talaka naenda kuitoa. Yaani naenda kuitolea Babati. Nikaona hapana, hapa ngoja nimtafutie 500,000 akatoe tu. Basi fresh mimi nikarudi nyumbani kwangu. Nikaforce pale ndani ya siku 3, nikatafuta 500,000 mpaka nikaipata. Alafu siku na stationery inaingiza pesa tu kwa siku hapa mpaka yani 1,200,000 yani ni kawaida. Basi kama siku 3 hivi nikaforce kinoma noma. Niliforce sana kutafuta hiyo pesa. Na nilikuwa na akiba yangu nikajazia. Kisha nikampigia simu siku nikamwambia nimeshapata 500,000. Nikutumie ama inakwaje? Akaniambia wewe nitumie kwenye simu. Nikasema poa. Na kweli nikamtumia ile pesa 500,000. Nikamuuliza unaenda kuitoa lini? Akaniambia usijali, nikitoa nitakwambia. Nikasema fanya haraka isikue, itasumbua kutoka please. Akajibu ya kwamba sawa. Basi mimi nikawa namsikilizia yeye sasa. Ikapita wiki hajanirudia kabisa. Na chuo namuona anakuwa busy tu na mambo yake. Na hatakuwa tunaongea kabisa chuo. Wewe. Mimi siku nikampigia nikamuuliza kwamba vipi ulifanikiwa? Mbona hata haunipi feedback? Akaniambia nini unasemea kutoa mimba? Nikasema ndio. Akaniambia nishatoa ila nilikuwa busy tu na mambo yangu. Ndio maana nilikosa muda kuambia. Nikasema poa, kuna shida. Basi baada ya kujua kuwa akatoa, mimi nikaa mwepesi. Nikaona hapa tena sishoboki naye tena. Mambo asije kuwa mengi. Mimi nikaa busy na mke wangu. Paka mimba yake inafikisha miezi 9 niko naye busy. Na nikazidisha umakini sana kwa mke wangu. Maana alikuwa anakaribia kabisa tarehe zake za makadirio. Paka siku alipoumwa uchungu, mimi nikampeleka hospitali ya Mzumbe, yani ya chuo, na mke wangu ndo akajifungulia pale. Akaniletea kabinti kazuri tu na karembo kama mke wangu. Alifanana sana na mwanae. Yani ni furahi mno. Nilikuwa na furaha kubwa sana kwamba sasa tumeongeza familia. Japo mimi nilikuwa na hamu sana na mtoto wa kiume, ila Mungu alinipa wa kike, nikaona sio mbaya, ni mipango ya Mungu. Wakati mwingine tutazaa wa kiume tu na maisha yatakuwa fresh. Basi mke wangu alikaa pale siku 2, kisha tukaruhusiwa kwenda nyumbani. Mimi nikatoa jina, nikasema kuanzia leo binti yangu ataitwa Araina. Basi mama yake akafurahi sana. Na alinizidishia mahaba sana. Yaani mimi kwa ufupi ni kama mimi ndo nilimzidishia sana mahaba mke wangu. Maana kanizalia. Kwa hiyo mimi mapema tu nipo nyumbani naenda kumsaidia kulea mke wangu. I say nilikuwa na raha sana. Kila nikimwangalia mwanangu, katoto kangu kanavocheka sasa mpaka raha jamani. Basi tukaanza kulea bwana. Kaanza kulea pale mimi na mke wangu, ikapita mwezi sasa. Nashangaa namuona Princess tumbo linakuwa na kaacha kuvaa nguo za kumbana, anavaa yale magauni mafupi ya kumwaga. Unajua kuna yale magauni fulani hivi yani yanakuaga mikono imekata afuka gauni fulani hivi kanakuwa kama nika box tu. Haya magauni ya mimba nadhani unajua sana wewe mwanamke. Unayajua. Nilianza kuona hivyo nika mind. Maana nilijua huyu mjinga hajatoa mimba ila kanidanganya. Hapo tayari mimi nishaingia mwaka wa 2 chuoni na Princess alikuwa mwaka wa 3. Siku hiyo ilikuwa ni jioni bwana, nikamsubiria parking. Na kweli baada ya muda nikamuona sasa anataka kuingia kwa gari lake. Nikamwambia Princess. Nilimuita hivyo, akaitika, akasema abe, kisha akageuka. Nikamwangalia vizuri sana. Yaani naona kabisa yani katumbo yani kamechomoka kabisa. Nikamuuliza Princess ya kwamba hii mimba ni nyingine au hukutoa? Princess akaniambia ni nyingine, yako nishatoa. Hii ni ya mwanaume mwingine. Nikamwangalia sana.
Nikamwambia kama unahisi kwa kufosi kuzaa na mimi ndo sijui nitakupenda, sahau. Umesikia? Na kama mimba hujatoa, mimi sitakuja kuwa na mtoto na wewe. Usije ukanipigia kuniambia issue za mtoto wakati tulishamalizana kitambo sana. Princess akatabasamu kisha akaniambia, nimekwambia hii mimba sio ya kwako, sasa mbona unamaliza maneno? Alafu hata kama ingekuwa ya kwako, wewe unisi mimi sina pesa za kumlea huyo mtoto mpaka nikutafute wewe? Hebu nipishe bwana. Akafungua mlango wa gari yake kisha akaingia ndani akaondoka. Akaniacha pale pale hata sielewi. Ila nilimind nikasema kama ni mimba ambayo inanihusu mimi na hajatoa, kwanza sitangaika naye vyovyote. Basi bwana. Kuanzia hapo sasa rasmi nikavunja mkataba na Princess kabisa. Niko busy na maisha yangu. Siku moja Lemi aliniuliza, wewe ndio unahusika na mimba ya Princess? Nikasema hapana, sihusiki vyovyote vile. Yaani sihusiki na mimba yake vyovyote vile. Na wala mimi sio mhusika ule mzigo kabisa. Nilikataa. Sasa ameniambia sio ya kwangu, basi fresh. Mimi nikaa busy na shule. Niko busy na shule na familia. Si unajua tena nina kabinti Nasema mwanangu alikuwa mzuri asiye kama mama yake. Na kanapenda kucheka sana. Yaani mno. Alafu alikuwa ananipenda mno mtoto. Yaani ananipenda haswa na ananijua kwamba mimi ndo baba yake. Maana kilivyofikisha miezi 3 kalianza kutambaa. Basi nikirudi kanatambaa, kananifuata, kanacheka. Aira. Kanacheka tu pale nini. Yaani anajua kabisa kuwa baba anaingia. Ilikuwa ni raha sana. Basi bwana, ikapita miezi 3 na Princess tumbo limemchomoka kabisa. Na ikawa sio siri tena. Kila mtu anajua kabisa kuwa Princess ana mimba. Wengine wakawa wananihisi mimi. Washikaji wananitania kuwa mimi ni noma mpaka nimemtia mimba Princess. Mimi naambia wasihusiki, itakuwa ni ya Michael. Ila kwa kipindi hicho mimi sikuwa namuona tena huyo Michael, msikilizaji. Hata Princess namuona kwa nadra sana chuoni. Yaani ni mpaka nimbatisha sana. Na tukikutana hatakuwa tunaongeleshana kwa chochote. Hata salamu yani sisi hatakuwa nayo. Ila nilivyokuwa nikimuona na tumbo lake alikuwa ananifikirisha sana. Yaani kana naogopa, unajua sikutaka kabisa kuwa baba wa mtoto wa Princess. Hiyo siku nikamkuta kwenye kibweta ametulia tu, anakula ubuyu mwingi sana. Nikajua tu huyu mimba yake nampelekesha. Nikamsogelea pale alipokaa. Sasa Princess kuniona akasema kwamba naona nataka nini? Aliuliza hivyo. Alinitazama, wewe mimi hapo nimetulia. Akasema bwana siongee unataka nini bwana, maana unaanza kunichafua subuhi yote. Nikasema mtulia bwana. Vipi baba mtoto wako mzima? Kanaangalia akasema mzima. Una kingine? Akasema hamna. Mbona sikuoni naye sana Hivi ni Michael au? Princess akasema kwani wewe? Hivi baba mtoto wangu kwani anakuhusu nini wewe? Mbona mimi sikuingilia kwenye maisha yako na mkeo? Akasema hamna, nimeuliza tu, kuna ubaya kwani Mimi sitaki baadaye ujifungue uanze kunisumbua. Akasema mimba yako? Si nilikwambia nimetoa. Na ile unilipa kabisa, sasa shida nini? Nilimwangalia kisha nikasema sawa. Nikazipa zangu. Nilikuwa naenda kuingia kwenye kipindi. Basi mimi nikaa napambana sana maisha yangu na ile stationery ikawa sasa inanisaidia sana. Hapo nakimbiza sana chuo. Yaani napasua sana chuo yani. Of course masomo kwangu yani ilikuwa inakwenda vizuri. Unakuta napata yani mpaka madili ya kufundisha nje huko. Wananipa lecture nini. So viela nikaa napata. Ndani kwangu nikanunua vitu vyote vya ndani. Yaani basi mke wangu anakaa anapendeza na ananenepa japo analea. Maana vipesa nilikuwa napata tu, nashukuru nini. Na ile stationery ilikuwepo bado. Na nilikuwa na wateja mno, kwa hiyo pesa ilikuwepo kidogo ambayo ilikuwa inanifanya maisha yawe afadhali. Basi bwana, ikapita muda nikawa sijamuona Princess pale chuo. Kama miezi 3 hivi sikumuona kabisa. Na kwa kuwa muda huo alikuwa mwaka wa 3, so alikuwa ni mwaka wake wa kugraduate. Ila sikuwa namuona akija kabisa chuo. Na mpaka wenzie waligraduate, ila yeye hakufanikiwa kumalizia chuo. Na kila mtu alijua na watu wengi walimzungumzia. So unajua ukiwa maarufu shuleni lazima tu hilo jambo litokee, kuzungumziwa kwenye jambo lolote ambalo litakukuta
Wengine wakaanza kumsema vibaya kuwa aliendekeza sana mapenzi chuoni mpaka akapata mimba, akashindwa kuendelea na masomo. Yaani stories zilikuwa ni nyingi sana. Kuna siku Lemi aliniambia kuwa hata kwenye simu sasa hivi hamuoni. Yaani hajiposti sana. Nitamani kumpigia hata nimuulize tu kuwa ana shida gani. Ila nikaona nitakuja kuanzisha mawasiliano naye, afu baadaye ije niletee nini? Ije niletee shida. Kwa hiyo basi nikaamua kupotezea. Na finally nikaingia mwaka wa 3. Hapo kabinti kangu sasa kana miezi 9. Na tunafuraha sana. Nikatundu na kameshakuwa kanasimama nini. Akiniona tu ataniita baba, baba. Basi maisha yakaendelea. Nikatulia mno. Yaani zipo nilikuwa naifungulia kwa mke wangu tu. Na mke wangu naye hakuwa na shida. Anaheshima sana Fatuma. Anaheshima na huruma na upendo mpaka raha. Basi nikapambana sana chuo mpaka nikaingia mwaka wa 3, yani mwaka wa mwisho wa masomo. Hapo ndo sasa nikakaza zaidi maana Mzumbe, sijui kama kuna mtu anayenisikiliza ambaye ameshapita chuo cha Mzumbe. Chuo cha kile chuo jamani ni kugumu. Anyway, labda kwa sasa hivi, lakini wakati wangu aisee chuo cha Mzumbe ni kugumu sana. Hakitaki lele mama. Nilikaza buti. And finally nikamaliza chuo. Yaani hapo mimi sikuwa kabisa sikuwahi kuonana kabisa na Princess wala kuongea naye. Na kichwani nilishamtoa kabisa, nisina plan naye kabisa yani. Na nisha move on na maisha yangu. Hapo sasa nilisha develop kimaisha, nilipanga chumba na sebre na ndani nikiwa na furniture zote japo ni za kawaida ila ninazo. Na mtoto wangu alikuwa na miaka 2 anatembea kabisa. So baada ya kumaliza mimi sikuwa na plani za kuondoka Mzumbe. Ile stationali ilikuwa inanisaidia sana. So nilimwambia mke wangu kuwa sie tutabaki huku na maisha yetu tutakuwa huku mpaka nitakapopata kazi. Hatuna plans za kurudi Babati. Na mke wangu wala hakuwa na shida. Alikubaliana na mimi. Basi nikatulia nasubiri gradu. Huku sasa najishikiza katika vibarua vya kufundisha tuition. Maana tulifunga chuo na wengi walirudi makwao. Hata leo mimi mwenyewe rudi nyumbani kwao da huko. Mimi nikakausha nikasa napambana tu na life. Basi bwana, nikajichanga pale and finally mahafari yetu ikafika. Hapo sasa mama na dada walisema wanakuja kwenye mahafari yangu na kutuona. Tukawakaribisha sana na tukafurahi sana. Ase mama na dada walitupongeza sana kuwa tumeweza na tumejitahidi. Maana ndani kwetu palikuwa ni pazuri, kila kitu cha muhimu mke wangu nilimwekea. Basi ikawa ni raha sana hii siku ambayo walifika wazazi wangu. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha tu, story kwa kwenda mbele, hatukulala yani. Tulipiga sana story. Huko mama akicheza na mjukuu wake, akamsifia sana kuwa Rihanna kafanana sana na mama yake kwa kila kitu. Fatuma akawa anacheka tu. Na kesho yake ndo ilikuwa ni siku yangu ya kugraduate. Basi mapema sana mke wangu ndo aliniandaa. Nilipiga suti hatari. Niliwaka hapo chini na kiatu kizuri aise, ilikuwa ni unyama sana. Basi bwana, asubuhi na mapema mimi nikaingia chuo, huku sasa familia yangu ikija nyuma. Na mpaka saa 4 gradu inaanza. Aise, kulikuwa kumechangamka sana. Nashukuru nilikuwa best student wa chuo kwa huo mwaka na pale nilipata ofa ya kuajiriwa katika benki moja kubwa sana katika tawi lake la Morogoro mjini. Nikapata scholarship ya kwenda China kuongeza elimu nikitaka. Nikapata chance ya kuwa lecturer wa Mzumbe kama nitahitaji. Bado kuna kampuni nyingi zilinipa ofa. Nilikuwa na raha sana. Yaani ilikuwa ni hatua kubwa sana kwenye maisha yangu. Alafu mimi mwenyewe nimshukuru sana Mungu. Na mimi ndo nilisoma yani hotuba pale msikilizaji. Ilipendeza sana jamani. Yaani nilifanikiwa kumuona mpaka baba mkwe. Si ni mbunge bwana. Huyu ni baba mkwe ni mbunge wa Morogoro mjini. Alikuwepo. Yaani babake na Princess. Akananipigia na makofi kabisa. Nafikiri hakuwa anajua kuwa nilishawahi kudate na mtoto wake huko nyuma. Basi baada ya kumaliza gradu chuo nilipokeaga sana pongezi pale, washikaji ndio usiseme. Yaani nilipata raha sana. Basi mke wangu alinikumbatia kwa nguvu, nikamkumbatia pia, kisha nikamnyanyua mwanangu. Mama na dada walinipongeza sana kwa hatua kubwa ya maisha yangu ambayo nilipiga. Hisi ilikuwa ni raha sana. Hatukaa sana chuo. Tulikuja kumalizia nyumbani kwangu. Hapo ndipo
tukakata keki pale, tukala chakula kwa pamoja. Mama alijivunia sana mimi. Na usiku ulikuwa umeshaingia. Sasa nilishauriana na mke wangu kwamba ni ofa gani ambayo niifuate. Mke wangu anaelewa sana. Akaniambia, mimi hata sijui bwana. Nikasema sawa, mimi nakubali kufanya kazi katika hiyo benki iliyopo Morogoro mjini. Na natakiwa nisome hapa Mzumbe kupata masters yangu. Mke wangu akaniambia sawa. Basi wazazi walikaa kama wiki moja hivi nyumbani kwangu. Kisha wakaaga. Sasa kabla hawajaondoka niliwafanyia shopping kubwa sana. Maana ile siku pia nilipewa kama 5 milioni kama zawadi. Basi niliwafurahisha tu mama na dada yangu. Maana wamenipambania sana mpaka leo nafika hapa. So niliona hata kwa wiki kidogo watafurahi. Basi wakafurahi kweli kweli. Na nikawasafirisha wakarudi Babati. Basi mimi nilikaa home siku 3, nikapigiwa simu ya kwenda kusaini mkataba katika hiyo benki. Na kweli nilienda nikasaini mkataba wa miaka 2 na mshahara ulikuwa ni mrefu kinoma noma. Japo siwezi kutaja hapa ukausikia msikilizaji, ila maana hakunaga maana yoyote unapotaja mshahara kwa mtu. Haipogo. Si unajua mimi nilikuwa best student, so nilikuwa nagombaniwa na makampuni. So mshahara ulikuwa ni mkubwa na wakanipa na nyumba ya kampuni, walinipa na gari. Oya, acheni tu maisha haya. Basi mimi nikahama na familia yangu kutoka kule Mzumbe chuoni, nikahamia Morogoro mjini sasa ili niwe karibu na sehemu yangu ya kufanya kazi. Kwa hiyo nikaa nasoma na wenzangu pale chuoni, na bado nikawa nafundisha vipindi vya usiku chuo. Napo mshahara unaingia. Na baada ya mwezi nilipanua stationery yangu ikawa kubwa zaidi. Aisee, maisha yalibadilika na pesa kawa inaingia, nashukuru sana kwa hilo. Niliwahi kushika pesa mapema tu. Japo sio kubwa, ila kwangu ni kubwa mno, ndio maana nakwambia msikilizaji siwezi ngakutajia. Ila kwangu naiona kubwa. Kwako inaweza kaa ni hela ya mboga tu. Kwa hiyo maisha yakachange. Nikaenda kujifunza driving, kujua kuendesha gari sasa. Na baada ya miezi 3 mimi nikajua. Na nikaa nimefanya mpango wa kupata leseni, nikapata. Nikasa na drive gari yangu mwenyewe. Mke wangu alipendeza sana. Alikuwa mdada wa kisasa. Na kila anachokitaka kwangu sio shida nampa. Sababu naelewa tumetokea mbali sana na kanivumilia kwa mengi mno. Baada ya miezi 6, cha kwanza kabisa nijenga kwetu Babati. Yaani sikutaka masiara, nilitaka kwanza mama na dada wakae sehemu nzuri. Maana wao ndio wamenipambania sana kwenye swala zima la kusoma mpaka leo mimi nafika hapa nilipo. So lazima niwakumbuke wao kwa kila kitu. Basi hapo na pesa ukweli natuma sana. Yaani maanisha kwa kina familia ya Fatuma. Kwa hiyo yote nilikuwa nafanya na mke wangu alikuwa anafurahi. Basi bwana, mwanangu akafikisha miaka 3. Nikakubwa sasa, kanaongea mno. Yaani kirudi nyumbani, yani kananisimulia story kibao. Nikanaongea mpaka nacheka. Mtoto wangu bwana nishamzoea. Anipi hata shida. Na nilikuwa na familia yenye furaha sana. Maisha yakasonga na muda ukasonga na miaka ikakatika. Nikakuwa kiakili na nikakomaa kisawa sawa kabisa. Mpaka mwanangu anafikisha miaka 5. Hapo sasa kalikuwa kapo nursery. Na hapo mimi sasa na mke wangu tulianza ujenzi wa nyumba yetu. Huko kutu Morogoro mjini. Sehemu moja hivi inaitwa Lukobe. Hapo mimi ni lecturer Mzumbe. Na ni mfanyakazi wa benki huku mjini. Na tayari akili ilishapanuka. Nikaa nimejishikiza sehemu nyingi tu katika sekta ya biashara. Hapo sasa nimwambia mke wangu mtoto kashasogea ajiachie tu. Basi kweli bwana. Nilikuwa nataka mtoto sasa. Maana Raina sasa yupo nursery na mwakani alikuwa anaanza standard 1. So nilipanga apate mdogo wake mapema tu. Basi siku hiyo bwana nimetoka zangu job, nimefika home nimechoka ile mbaya. Nikaingia bafuni nikapiga maji. Nilipotoka tu mke wangu akaja kunifuta maji. Huko ananihadithia visa vya mwanangu, nikaa nacheka tu. Mara bwana simu yangu ikawa inaita. Nikaangalia naye piga ni bi mkubwa, nikapokea simu. Mama kaniambia kwamba unaendeleaje baba yangu na familia yako? Nikasema tunaendelea vizuri mama, tunamshukuru Mungu. Vipi nyie huko nyumbani mnaendeleaje? Mama akasema sisi tunaendelea poa tu, ila kuna mtu bwana huku anataka namba yako mno. Kila siku anakuja hapa anataka namba yako.
Yaani ananitibua sana. Nikimuuliza ana shida gani na wewe hasemi. Sasa mpaka nakasirika bwana. Yaani hawa ni vijana wa ovyo sana. Ninaona hao ni kama vijana tu ambao isije kuwa wanataka kukusumbua mwanangu, kukuomba hela, alafu mimi sitaki. Nikacheka kweli. Mama bwana. Nikasema mama, huo ni uchoyo bwana mama. Alafu ni nani kwani? Mama akasema si yule Alex mtoto wa mzee Mbige yule. Akasema Alex. Sasa nikaona mke wangu kastuka sana baada ya mimi kuirudia lile jina la Alex. Mke wangu alitoa macho kweli. Basi nikasema kumbe ni Alex mama. Msikilizaji, mama bwana. Yule jamaa bwana si tumesoma naye mpaka form 4. Sijamzoea sana ila huwa ana mazoea na mama. Kwa hiyo nikamwambia mama kwamba wewe mpatie tu namba zangu wala kuna shida. Mama akasema asije akakuomba hela. Ila mama mchoyo. Sasa mke wangu akapola ile simu ghafla. Mpaka nikashangaa. Akamsalimia mama akasema mama shikamoo. Kisha mama akatikia pale. Kisha akaambia mama ya kwamba eti mama nani anataka namba za mume wangu? Sasa mimi sikuwa namsikia mama anamuelezea nini, maana simu wala hata sikuwa yani hakuwa ameweka loudspeaker. Mke wangu akasema kwamba mama hapana usimpe namba. Yani usimpe namba kabisa, acha. Mama unajua mume wangu sasa hivi yani ana pesa sana na kaendelea. Kwa hiyo watu wanamuonea donge, wanataka kumzoea wamroge. Hapana kabisa mama, mlinde kijana wako kikweli. Msikilizaji, bado hapo sikusikia maongezi ya upande wa pili, ila nilihisi mama anamsupport mke wangu. Basi mke wangu alikazia sana kuwa huyo Alex asipewe namba zangu. Baada ya hapo akagana na mama, akanipa simu yangu. Nilimwangalia sana kisha nikacheka. Kama uliza na wewe siku hizi umekuwa mshirikina ama? Mtu akasema no, au mambo yapo mume wangu, lazima nikulinde. Wewe unadhani kila mtu anapenda mafanikio yako? Kama vile umemjengea mama nyumba nzuri na ya kisasa vile, kuna watu wengine hawapendi kabisa maendeleo ya wenzao mume wangu. Kasema sawa. Basi mimi nikapotezea ile mada, nikaendelea na ratiba yangu. Nakumbuka zikapita siku 3. Siku hiyo bwana mida ya usiku hivi, kama saa 1 hivi, nilikuwa Mzumbe hapo na kipindi nafundisha. Baada ya kumaliza ilikuwa saa 2 hivi ndipo nikaingia kwenye gari yangu ili nirudi nyumbani. Nikaanza kudrive sasa, mara simu yangu inaita. Alafu sasa namba ningeni. Mimi wasipendi kabisa kupokea simu nikiwa na drive. Yaani nakuaga ni makini sana. So kuongea na simu huko na drive, hapana. Sikupokea kabisa ile simu. Ila nilipofika home tu, nikaingia ndani, nikamsalimia pale mke wangu. Mwanangu akanidandia, nikambeba, kisha nikakaa sebuleni kwenye sofa. Nikatoa ile simu nikaipiga ile namba ambayo ilinipigia wakati naendesha gari. Haikuchukua muda akapokea simu na alikuwa ni mwanaume. Akasema kaka vipi? Nani hapo sijakupata? Ndio mtu akaniambia Haji, mimi ni Alex Mdinge. Hapo nikajua kumbe ndio yule jamaa ambaye alikuwa anaenda kwa mama kuomba namba zangu. Sasa nikasema kwamba okay Alex, niambie kuna issue gani maana nasikia unanitafuta sana. Alex akasema kwamba kaka nina swala zito sana na wewe. Nahitaji kuongea na wewe. Nasikia upo Morogoro na mimi na siku 3. Nipo Moro, kwa hiyo naomba sana tukutane kwa simu, hatutaelewana. Nikasema Alex, kwani kuna nini kaka? Mbona kama unanitisha sana ise? Msikilizaji, nilishangaa ghafla mke wangu kanyakua ile simu akaipasua chini kwa hasira. Nilipanic. Kwanza nilimweka pembeni ya Raina. Nilimweka kwenye sofa. Nikamuuliza kwa nini unipasua simu yangu? Akaniambia ni kwa ujasiri kabisa ni. Akaniambia kwamba ndani kwangu unaongea na malaya wako, unaongea na princess wako, si ndio? Yaani umeona kazini haitoshi unakuja kuongelea naye ndani, si ndio? Msikilizaji, unajua nilichoka. Nikasema mke wangu, hivi mimi wapi nimeongea na princess? Mimi niongea na yule jamaa anaitwa siji Alex wa home. Ni saa ngapi umesikia mimi naongea na mwanamke? Asa mke wangu akapanda. Yaani alipandisha hasira akaanza tena kuleti. Kanisikia naongea na princess. Yaani wewe princess yani sijaonana naye wala hata kuongea naye karibia miaka 4 sasa. Kwanza mpaka nishamsahau mimi. Kichoni kwangu hata alikuwa hayupo.
Mimi nashangaa mke wangu alivyomtaja. Basi nikapata kazi ya kumbembeleza mke wangu. Simu kashanivunjia. Bado kanipa kisanga. Ilikuwa ni shida. Na mke wangu akikasirika yeye ni kulia tu. Yaani hakuna kuongea, hakuna kulika wala kulalika. Ni kulia tu. Nilimuelewesha sana, yani sana tu. Akaniambia kwamba ukitaka ni kuamini, naomba badilisha laini. Sitaki utumie laini. Nikasema sawa mke wangu. Nabadili kesho. Tutaenda kusajili pamoja. Akaniambia sawa. Basi hapo ndo kesi ikawa imefanyaje, imeisha hivyo. Kesho yake baada ya chai tu tukamchukua na mtoto wote nikaenda nao kununua simu kwanza, maana ile sasa ile silikuwa ina hali mbaya. Kisha sasa ndo nikaenda kusajili line nyingine na nikawatoa tu out, maana bado mke wangu kama hakuwa sawa. Basi tulivyotoka kula nikawapeleka swimming, tukaogelea sana, nikacheza sana na mtoto wangu. Basi mke wangu akaniambia sitaki ugawe namba yako isije kamfikia huyo princess. Nikamwambia sawa, hakuna shida. Basi usiku sana ndo tukarudi nyumbani. Ikapita wiki, mimi nipo busy sana na pilika. Asa siku hiyo nimetoka zangu kazini, yani benki saa 8 mchana. Nikaingia Mzumbe, maana nilikuwa nina kipindi cha jioni saa 12. Basi bwana. Nilipofika, yani nilipofika ofisini kwangu, secretary akanambia Mr. Haji, kuna mgeni wako hapa katoka kuulizia sasa hivi. Nikamuuliza mgeni gani? Secretary akanambia anaitwa Alex. Niko na jamaa atakuwa na issue ya serious sana. Atakuwa na issue ya muhimu sana. Mbona ananifuatilia sana? Sasa nikasema ameacha namba yake. Secretary akanambia ndio, kaacha, hii hapa. Basi nikachukua namba yake, kisha nikaingia ofisini kuweza kusubiri kipindi changu. Nilipoingia tu ofisini, mimi nikampigia simu na akapokea. Akasema Alex, mimi Haji hapa, ni mambo ulikuja kuniulizia. Nimefika. Alex akasema da, afadhali bwana. Maana nilikuwa nimeshakata tamaa, nakuja sasa hivi. Basi alivyosema anakuja sasa hivi, inaonekana alikuwa hajafika mbali. Nikasema poa mtu wangu. Basi mimi nikaagiza chakula. Na nikaagiza sahani 2, maana nilishajua kuna mgeni anakuja. Nikaanza kupiga msosi taratibu. Na baada ya muda Alex akaingia ofisini kwangu. Nikamkaribisha vizuri tu. Nimkaribisha na chakula na juisi. Basi kwa tunakula huku, salamu sasa za hapa na pale zinaendelea. Unajua tena wanaume wakionana, yani unaweza kuona kama ni watu ambao wanajuana. Basi bwana, sasa baada ya chakula nikasema Mr. Alex, pole sana, mbona unanitafuta sana mpaka unanipatia hofu? Vipi, usalama upo? Sasa msikilizaji, mimi naongea hivyo, hapo mawazo alikuwa anasoma kuwa jamaa itakuwa anatafuta nini? Anatafuta kazi. Akanambia, mwanangu, mimi na kipengele kikubwa mno na mkeo. Nikastuka. Huyu ana kipengele kikubwa na mke wangu kivipi? Nikamuuliza, mke wangu Fatuma ama unamzungumzia nani? Alex akasema ndio, huyu mke wako Fatuma. Nikamwambia nakusikiliza. Msikilizaji, tukutane sehemu inayofuatia. Maisha ndo haya msikilizaji, maisha ndo haya. Unaweza kuona kwamba uko na mtu ambaye unamwamini, mna au nikae kimya? Niwaambie? Niwaambie mazungumzo alikuwa yanahusu nini? Umdhaniaye siye kumbe ndiye, na umdhaniaye ndiye kumbe siye. Maisha ndo haya. Jamani, kuna siku niliwaambiaga kama kuna mtu yupo single, muenjoy sana hii situation. Muenjoy mno, lakini msifanye mambo ya kipumbavu. Leo unaruka na huyu, unaruka na huyu, unaruka na huyu. Tulia, single focus to achieve your goal. Okay? Yeah. Kwa hiyo ndugu yangu, jambo ambalo Alex anakuja kumweleza Bwana Haji, jambo ambalo linamhusu Fatuma, ni jambo gani? Na hilo jambo ambalo nataka kuniambia kwenye comment, wewe una hakika nalo vipi?
Kwa nini haukuhisi tangu zamani unakuja kuongea sasa hivi? Lakini naomba niambie tu kwenye comment, unahisi ni jambo gani ambalo bwana Alex amekuja kumweleza bwana Haji kuhusiana na mke wa Haji ambaye ni Fatuma? Na kwa nini Feti kila aliposikia bwana Haji anaongea na simu na linapotamkwa jina Alex anabadilika? Kwa nini? Mimi na wewe tunajua Fatuma ni mrembo, ni mtu ambaye si msaliti, ni mtu ambaye ni wife material, ni mtu ambaye hana kipengele. Why? Mtayarishaji ni Habiba mara moja, niliyekusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas. Neema yake Mwenyezi Mungu iliyotufikisha katika sehemu hii iambatane nasi katika sehemu nyingine. Tukutane wote, tuendelee kujifunza mambo mengi mazuri katika ulimwengu wa mahusiano na maisha kwa ujumla. God be with you till we meet again. Bye bye.